Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siku nyingine mpya na rais mpya. Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan amerudi tena kwa miaka. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mama Samia ameshinda kwa kura 98% na mpinzani wake ameshinda kwa 3%. Yaani kuna nafasi kubwa sana kati ya hawa watu wawili. Mtu alioshinda na 98% na huyu mwingine ameshinda na 3%. Sasa unajua kuna gap kubwa sana, lakini baada ya wananchi kusikia hiyo habari hawakunyamaza, ikawabidi watoke nje waanze kufanya vurugu. Wananchi wamefanya vurugu kubwa sana, kuchoma magari, kufanya uharibifu mwingi sana kwenye maduka, kwenye barabara, kila sehemu wamefanya vurugu sana, lakini polisi nao hawakurudi nyuma. Ofisa wa usalama naye amesema ametoa ruhusa kwa polisi wa Tanzania, popote atakapokuta mtu anafanya uhalifu watamkamata wamweke ndani. Na baada ya hapo inasemekana kumekufa watu 700 ndani ya Tanzania, lakini idadi kamili ofisa wa usalama amekataa kutoa. Baada ya kuhojiwa kuna watu wangapi waliokufa, amesema hawezi sema chochote kwa sasa hivi mpaka wajue idadi kamili, lakini inasemekana kumekufa zaidi ya watu 700. Sasa hiyo ni siku 3 zilizopita. Ni idadi ya watu wengi sana, haijawahi tokea kwenye maandamano yoyote yanayofanyika katika dunia hii watu kama hao wakufe. Na baada ya hapo Tanzania walikuwa wamefunga mitandao yote ya kijamii kutumia, hawakutaka ripoti zitoke, lakini watu walikuwa wanatumia mbinu nyingi sana ili kusambaza habari yoyote ya Tanzania. Watu walikuwa wanatumia mtandao mwingine ambao unaitwa Bold. Huo ulikuwa unasaidia simu yako inaanza kubadilika kuwa kama mtu anatumia Motorola, zile rununu za polisi. Popote utakapokuwepo signal itakuwa ipo bila kukamatwa na bila kufanya na chochote katika haki za serikali. Hizo ndo njia watu walikuwa wanasafirisha ujumbe wao kwa pande zote duniani. Sasa ujumbe ndo unaanza upya, maisha mapya ndiyo yanaanza tena ndani ya Tanzania kwa miaka 5 inayokuja. Mama Samia amepata tena. Sasa wananchi wanasema tulikuwa tunapata shida kwa miaka 4 alikuwa anatuongoza, hatuwezi tena kuvumilia miaka 5 ambayo inayokuja. Vurugo ndo imeanza pande zote mbili. Katika wale wapinzani nao hawakunyamaza, wamesimama kidede na wenzao ambao nao ni wananchi ambao wanasema wamechoka na huyu mama, hawana faida yoyote kwake. Hapo vurugo ndo imeanza upya tena baada ya kutolewa matangazo ya kura, baada ya kuambiwa Mama Samia ndiye aliyeshinda kura za mwaka huu ambazo atakuwa ni rais wa miaka 5 ijayo. Wameamua kusema hiyo hawezi kubali hata kama wakiambiwa kitu gani. Unaweza ukaelewa katika hali kama hii iliyokuwa kwenye Tanzania sasa hivi, kuna nchi ziliwahi kupitia kama nchi za jirani. Kenya iliwahi pitia shida kama hizo, ukiangalia kule Rwanda iliwahi pitia shida kama hizo, lakini uuaji wa watu, kufa kadiria inavyosemekana kumekufa watu 700 haijawahi semwa. Kweli Kenya watu walikufa wengi sana, Burundi watu walikufa wengi sana, Rwanda tena pia hivyo, lakini hii ya Tanzania imekuwa imepita kiasi. Watu 700 kwa siku 3 ni watu wengi sana. Sasa hatuna uhakika kamili kama watu wapo, lakini ofisa wa usalama baada ya kuulizwa hakutaka kujibu. Tunataka tusubiri itakuwa vipi, na vyombo vya dola bado vimefungwa isipokuwa ni TV ya serikali ndio pekee inayotangaza hizi habari zote, na watu wanatumia njia zao nyingine tofauti za kupeana ujumbe. Sasa hivi watu wanaanza kutumia system ya kutumia ya VPN ili wapatiane ujumbe, lakini bado serikali ana hali zake zile za kukwaza wananchi wasiwe na uhuru wa kuongea. Kingine ambacho kimejiri sasa hivi ndani ya Tanzania baada ya Mama Samia kutangazwa rasmi, kuna watu wengi ambao wamejitokeza na wako tayari kwenda pale Ikulu. Hasa haiwezekani, wataenda vipi Ikulu? Swali ndo linakuja hapo. Kama wamesema wanataka kwenda pale Dodoma kwenye Ikulu ya Mama Samia, wataenda vipi? Na unajua kuna usalama, ofisa wa usalama alisema hawezi kubali mtu yoyote anayefanya vurugo ndani ya nchi. Ndio maana vita vinakuwa vingi na wananchi wanakufa kwa wingi kwa sababu ya mambo kama hayo wanaosema hatuwezi kukubali.
na unajua serikali ya Tanzania na majirani zake wote kwa jumla, hizi hali ziliwahi wapitia. Tanzania ni mara yake ya kwanza kupitiwa na matatizo kama haya. Sasa polisi wanaona kama wako kwenye pressure sana, ndio maana wanafanya wanavyotaka, na hiyo inatokana na amiri mkuu Mama Samia Suluhu Hassan. Hii yote ni kiongozi wetu ambaye anayetuongoza kwa sasa hivi, naye ndiye vurugo yote. Wananchi wote wanadai kuwa wamechoka na huyu mama, lakini yeye anasema mtasema mtakachosema, lakini hapa siwezi kuachia ikekete. Kwa wewe unavyofikiria, Tanzania itabaki kuwa hivi au Tanzania itazidi kuharibika? Lakini kwa hapo sasa hivi iliyokuwepo, Tanzania inatoka mikononi mwetu. Tanzania sasa hivi inatuaga, inatupa mkono wa buriani. Kama kweli watu hawakusimama kikweli kweli, tunaweza tukapoteza nchi. Nataka kuambia vijana wenzangu, hasira inaleta hasara. Tusiwe wakimbizi. Kesho mtatufanya tuwe wakimbizi. Tukiendelea kufata hasira, tutaenda kuwa wakimbizi. Leo mnaweza mkaona matatizo yanayotokea kule Sudan. Mimi napenda kuambia Watanzania wenzangu, hebu tujitulize, tuangalie wapi tumekosea na wapi tumekosewa. Ni kweli vijana sasa hivi tumechoka na hizi siasa za nchi za Afrika. Zote ni sawa. Nchi yote Afrika sasa hivi imekuwa haina huruma na wananchi wake. Kila rais atakayepanda ni yule yule tu kama yule wa jana. Sasa hakuna utofauti kwa kila rais yote tutakayemchagua. Tunaweza tukapiga kelele vijana leo tukachagua mtu fulani, tena huyo mtu tutakayemweka pale ndo ataweza kuzidi kama yule tulikuwa naye zamani. Sasa hatuwezi kila siku tuanze kusema bora yule wa jana, hatuwezi kila siku tuseme bora yule wa jana. Unajua, bora tukae na mtu mmoja, tujue shida zimeshia hapa, tuangalie tena upande mwingine. Lakini kila siku tukiendelea na hii vuta ni kuvute, tutachoka vijana na tutazidi kujiharibia nchi yetu na tutabaki kuwa wakimbizi. Mnaona wenzetu wanavyopata shida wa Sudan sasa hivi, na nchi nyingi pembeni kwetu zote zipo wakimbizi. Sisi wenyewe wa Tanzania tumepokea nchi ngapi zipo ndani kwetu? Unakumbuka kuna kipindi Tanzania tuliwahi kuambiaga Wakenya, hii vurugo mnaofanya nchini kwenu, mkiharibu nchi yenu msije kwetu. Sasa sisi ndio inatukuta. Tutakuja kuambua nyinyi wa Tanzania msije kwetu. Sasa isifike tuanze kuambua nyinyi wa Tanzania msije kwetu. Hebu tukae vijana, tujifikirie vizuri, tuangalie ni wapi tunakosea, ni wapi tunatakiwa tujikosoe. Tanzania ni nchi yetu, tunaipenda, na Tanzania hakuna mtu wote anaweza akaichukua kwetu akampa mtu mwingine. Jue nyumba ni nyumba yako, nyumba ya mtu mwingine, hata kama ikiwa na nani, utabaki tu kuwa mgeni. Tusitegemee nchi za wenzetu tukiwa tunaharibu ya kwetu. Vijana wenzangu, nataka kuambia tusiharibu nchi yetu kwa kuangalia nchi za wenzetu. Hapana, hebu tukae tufikirie, hii nchi leo tukishaiharibu, kesho tunaenda wapi? Na ujue ukishakuwa mkimbizi huna uhuru. Ukishakuwa mkimbizi huna uhuru dunia nzima. Waangalieni wenzetu walivyokuwa wanaishi. Angalia Syria leo, angalia wenzetu wanavyoishi kule Gaza. Vita sio kitu kizuri. Mimi napenda kuambia vijana wenzangu, vita sio kitu kizuri. Tuangalie nchi ambazo ziko na vita wanaishi hali gani. Ukiangalia Yemen wanaishi hali gani? Ukiangalia Syria wanaishi hali gani? Ukiangalia Sudan wako kwenye hali gani? Hebu tutumie akili. Tanzania ilikuwa ni nchi ambayo ina uhuru katika nchi zote duniani. Tanzania ni nchi ambayo ilikuwa inatolewa mifano. Tumepatwa na nini vijana sasa hivi? Hebu turudi kwenye ile nafasi tuliokuwa zamani, ambayo tulikuwa tunatolewa mifano. Watu walikuwa wanatoa mfano kwa kusema bwana, Tanzania ni nchi nzuri. Hata hizo nchi jirani zote zilikuwa zinasema hakuna nchi kama Tanzania. Leo sisi tulikuwa tunatolewa mifano, leo ndo sisi tumeharibu. Hata bora wenzetu walikuwa wanafanya maandamano usiku wanaenda kulala, sisi tulikuwa tunafanya maandamano usiku na mchana. Vijana wenzangu, kweli shida zipo kisiasa. Kweli vijana hakuna mtu anayetujali. Lakini sometimes tuangalie future ya kesho, tena tutakuwa wapi? Tukiharibu hapa leo, kesho tutakuwa sehemu gani? Kwa sababu hasira ni hasara. Kumbukeni huo usemi, hasira ni hasara na majuto ni mjukuu. Kuna hizi methali mbili, hebu zichukueni mzitafakari vizuri. Hasira ni hasara,
Majuto ni mjukuu. Kwa kweli, kumbuka kwenye maisha yako, leo ukiharibu kitu, kesho utakuja kujuta. Na hasira mara nyingi inakuletea hasara. Unaweza ukaharibu kitu ukafungwa. Unaweza ukaharibu kitu ndio ikatokea yoyote. Kwa mfano kama sasa hivi kunasemekana kumekufa watu 700. Kama ni kweli leo kumekufa watu 700, unajua ni jeshi nzima la nchi hapo limekufa. Kama ni vijana wote waliokufa, wao wanaume na wanawake. Unaona hiyo nchi ndio inazidi kurudi nyuma. Hebu vijana tukae, tujiongeleshe sisi wenyewe, tujiulize maswali. Tutafanya vipi na tutafanya nini ili nchi yetu izidi kwenda juu? Sio tunaanza kujishawishi tuanze kutafuta mambo ya vita kujirudisha nyuma. Mama Samia akila mitano ataondoka, akila mitatu ataondoka. Hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho. Mwacheni ale mitano, kama kapewa apewe hiyo mitano, amaliza. Akishamaliza tuangalie tunaenda wapi. Hakuna rais anaweza akawa pale sasa kwa zaidi ya miaka 10. Kashakula minne na kiongeza hii mitano atakuwa na miaka 9. Ni sana miaka 10 tayari, awamu zake zote mbili kashachukua. Tutatafuta mtu mwingine atakayetufaa kuliko tuanze vita. Au kuna ile demokrasia unaweza mkakaa mkaongea na akaelewa, kuliko tuitafute kivita na wao waanze kututumia sisi kivita. Mama Samia ni amiri jeshi mkuu na ni kiongozi wetu wa nchi. Chochote atakachosema ndicho kitakachotembea. Kati ya mimi na wewe ambao ndio vijana tuko kule nyuma, ambao sauti zetu hazisikiki, ndio sisi tunaumia. Vijana wenzangu, nataka niwasihi, shida ipo Afrika, sio tu Tanzania. Shida ipo dunia nzima, sio tu Tanzania. Mkae mkijua hivyo. Ukienda Ulaya shida ipo, ukiwa Afrika shida ipo, ukiwa Tanzania shida ipo, ukiwa nchi nyinginezo shida ipo. Lakini kinachotakikana ni sisi kutumia akili na kupenda nchi yetu. Usiangalie mtu aliochukia nchi yake akiwa anakuonyesha wewe hivi ukifanya ndivyo itakuwa salama kwako na utapata haki yako. Hiyo ndo jinsi ya kupoteza nchi yako na kupoteza mali yako yote ya nchi, na kesho kubakia kuwa mkimbizi. Hatutaki kwenda kuombaomba sasa hivi sisi wa Tanzania. Nawashukuru sana. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe. See you next video guys. Bye.